Assalamu alaikum msikilizaji wa Capital Radio unaotangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, kunako masafa 101.3 MHz. Arusha ni aje 102.1, Moshi 103.5, Shimbonyi bwana Matikiti Mohamed kipande cha karanga pale Moshi, Shimbonyi Swaiba. Hayo unaamka poa ni Shimbonyi Shafo au unakosea? Sije ndio hivyo. Shimbonyi Meku. Shimbonyi Meku. Hizo hapo poa tu. Moshi, Mungu onesha sisi hela ilipo fresh tu. Dodoma makao makuu aka the capital city, jiji 97.3 MHz. Mwanza ni aje 101.3. Bukoba kwa mwanangu mwenyewe Dickson Waitu kina Kienshambi 95.3 MHz nasomana. Mbeya ni aje bwana Mgonile sasa ni asubuhi Mgonile Twambombo muone bana 96.4 MHz Morogoro ni aje 89.1, Iringa ni 100.0, Mtwara 101.3 na kwingine kote Singida, Tabora, Kigoma, Ruvuma na kwingine kote ambako umesikiliza Capital Radio na dunia nzima kupitia www.capitalradio.co.tz. Edo boy kutoka kipande cha Dubai sana tu online kama kana jina somano unasikiliza vitu kutoka Dar es Salaam Tanzania na unaenjoy Kiswahili umekimisi sana wanasema. Kwa nasikia lugha moja tu huko. Anasema nasikia Kiislamu. Sio Kiarabu, eti Kiislamu. Dubai. Bana poa sana. Hii inaitwa Fursa kama kawaida kila siku za Jumapili, muda ni kuanzia saa 5 kamili za asubuhi mpaka 7 kamili za mchana. Tunakuwa na wajasiriamali, sometimes tunakuwa na walimu mbalimbali wa masomo ya kijasiriamali, sometimes tunakuwa na sometimes tunakuwa na masomo tu hivyo. Lakini leo tumetembelewa na mgeni tuko naye mubashara. Hapa. Mimi namfahamu kama Simon Bwana Mwakatobe aka MC Simon Mzungu. MC Simon amazing one. Niaje mzee? Poa mzee baba, nashukuru. Namshukuru Mungu pia kuweza kufika Capital Radio. Man. Ni surprise. Safi sana. Okay. Huyu jamaa bana yeye ni mjasiriamali lakini pia ni mshereheshaji. Unaona bana, nikimaanisha mshereheshaji maana yake ni MC. Unajua kuna maneno unaweza katamka kwa Kiingereza ndio mtu akakuelewa, afu Kiswahili usielewe. Nikisema mshereheshaji watu wanaweza kaelewa, mshereheshaji ni nani? Mshereheshaji ndo nini? Ushereheshaji ni kitu gani hivi? Lakini ukisema MC kirefu cha MC ni microphone check au master of ceremony. Okay kwenu nyinyi. Lakini kwa sisi watu wa hip hop MC microphone check up. Na vitu vingine kama hivyo. Sasa huyu ni mjasiriamali mwenzetu, kijana mwenzetu. Mimi nimekuwa nikimfahamu kwa muda mrefu sana. Sana. Kwa zaidi ya muongo mmoja na nusu, yani kama miaka 15 hivi. Kabisa. Moyo bwana, since Mbeya City nini, naona harakati zinaendelea na by the way ukuaga huku. Of course sikuaga huku. Mimi nilikuwa nakufahamu wewe kama mwanamuziki. Unaona sasa muziki tena hamna. Tena muziki wa kidunia. Wa kidunia. Sasa hivi namshukuru Mungu. Siku hizi naimba, namwimbia Mungu zaidi yani. Gospel. Kama asante yangu kwa Mungu. Na wengi hawajui umefanya kama surprise kusema kwamba wewe ni kwa mtu wa hip hop, rap. Kwa hiyo maana wanaokufahamu sasa hizi wanajua choa. Huyo yule. Hawajui. Kumbe nishaimba sana hip hop, Bongo Flava. Wanajua kama ulikuwa unaitwa Mswabrina. Hawajui. Mzee. Unatukumbusha mbali sana mzee baba. Noma sana. Wala mimi niwakaribishe sana kwenye Fursa. Niko na MC Simon Mzungu kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, lakini asili yake ni Mbeya, nafahamu hivyo. Na mimi nimeanza kumfahamu tokea akiwa Mbeya, tokea akiwa bwana mdogo sana. Namuona harakati zake, ni mtu mapambano mpaka amefikia sasa kafikia sehemu. So kuna mambo mengi sana kujifunza kwake na vitu vingine kama hivyo hapo. So sisi tukaribisha sana kwa moyo mkunjufu. Tunakwenda kwenye break fupi kidogo ya burudani. Then baada hapo tukirudi sisi tutarudi kwa ajili sasa ya kuanza moja kwa moja mazungumzo yetu, Tanzania historia yake, anatokea wapi na vitu kama hivyo, shughuli za upambanaji zilianzaje mpaka akafikia kwenye hatua sasa akaanza muziki, akaachana na muziki huo wa kidunia, akaja kawa MC sasa hizi na kuna shughuli zingine anazifanya tofauti na muziki kingine. Mwigizaji. Mwigizaji. Naigiza pia. Bwana wewe.
Poa. Ngoja tuone anafanyaje shughuli zake za UMC mikoani na kuaje, unampataje na vitu vyote hapa. Tuende kwenye upande wa burudani. Anaitwa Beka. I can, I must, I will, then we will be. I can, I must, I will. The spirit of success. Capital Radio, the listener's pride. Unalia shida, maisha mepinda, unanungunika. So what? Sio poa. Kuna mwenye shida, wanataabika hata zaidi yako. So what? Sio poa. Ukionyeshwa shida za wengine, za kwako utazibausi. Ukipambana iko siku utang'aa. Shine like a star, like a superstar. Somebody. I must, I will. I can, I must, I will. It's a routine. I can, I must, I will. Ukizaliwa masikini ni maisha, ila ukifa masikini shauri yako. Msemo huu, siku haya maneno tafakari. Kila kitu unachokitaka kwenye maisha kipo kwenye moyo unaoogopa. Usihuzunike, usikate tamaa. Ukipambana iko siku utang'aa. Shine like a star, like a superstar. Somebody, come with me. I must, I will. I can, I must, I will. I must, I will. Oh my. I can, I must, I will. If I'm the better, I can, I must, I will. Turn it up, sing it. I will. I must, I will. I can, 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 I must, I will. Beka ametisha sana Ibro Zama kama kawa kupitia fursa, wimbo ambao umebeba ujumbe mwingi sana. Kuzaliwa maskini umeandikiwa, utazaliwa maskini imeandikwa. Sawa. Unaweza ukazaliwa maskini lakini kufa maskini umependa mzee. Mimi na mchana. Kabisa. Wanasema ukifa maskini umependa. Ukiambiwa matatizo, yani usimalia na matatizo. Ukiadithiwa matatizo ya mwenzio mzee, noma. Ya kwako unayakataa. Na fresh tu, poa sana. Okay, hii ni fursa ya Capital Radio. Tuko na MC Simon Mzungu na tuko naye hapa. Tutaanza kwa kwanza kufahamu historia yake kifupi, katokea wapi na vingine kama hivyo. Karibu sana MC Simon Mzungu, kwa kifupi tu. Asante sana. Tuanze kujua wapi umetokea na mishe zilianzaje na vitu kama hivyo hapo. Okay. Kama ambavyo B umesema, mimi jina langu naitwa Simon Mbwana Mwakatobe. Ni mwenyeji wa Mbeya, nimezaliwa Mbeya, Soko Matola, mitaa Ghana Loleza, mji mkongwe. Is my hood. Na toka pale nikaenda nikasoma Mbata, shule ya msingi Mbata, mitaa Ghana. Then sekondari nikawa nimesoma Sangu sekondari. Na baada ya kumaliza pale Sangu sekondari
nikapata fursa sasa kuja mjini kwa ajili ya kuanza mapambano ambapo mjini nilipofika nikapata nafasi ya kusoma NIT, masuala ya ufundi. Kwa hiyo nikasoma before huko sasa kwenye masuala ya ufundi. Labda tukizungumzia huko mwanzo, wakati umetokea Mbeya, wakati unasoma Mbata Sekondari, ukatoka Mbata Sekondari Mbata shule ya msingi, Mbata Primary mpaka nachanganya, ukaenda Sangu Sekondari. Yani tunataka tuzungumzie hali ya masomo kikawaida, tunazungumzia maisha sasa. Sawa. Masomo yalikuwaje? Yani ulikuwa ni mwepesi sana, yani kwamba chochote unachohitaji kinapatikana kwa wakati, au yani kwa lugha nyingine mwenzetu umetokea kwenye familia ya kishua hivi au familia ya kawaida? Maana watu wanaamini kwenye mapambano, wanaopambana yani kwenye mapambano wenye kupata mafanikio ni watu ambao wametoka kwenye familia zenye mafanikio pia. Kwako ilikuwaje? Ni familia yenye mafanikio au familia ya kawaida au familia ya yani hivyo au ya kimaskini? Yani tunataka tujue vile. Okay. Mimi kwanza nimelelewa na kukuzwa na babu na bibi. Babu yangu alikuwa anaitwa Mzee Mwakatobe, ambaye alikuwa amestaafu, alikuwa muuguzi mkuu hospitali Rufaa, na bibi yangu alikuwa ni mwalimu naye mstaafu. Alikuwa anaitwa Elizabeth Maina Mwakatobe. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimelelewa na babu na bibi zaidi. Tangu nazaliwa mpaka nakuwa sikupata nafasi ya kukaa na mama yangu wala kukaa sana na baba. Na namshukuru Mungu pia kunipa babu na bibi kuwa kama wazazi. Kwa hiyo familia yetu sisi ilikuwa ni familia ya kati tu. Labda sababu za wewe kukaa sana na bibi na babu ni nini? Kama ambavyo unajua tena wazazi, of course mama na baba hawakubahatika kuoana. Kwa kila mtu akawa na maisha yake. Na baadaye mama yangu akawa anaishi na baba yangu mwingine. Wakawa anaishi baba akana mama mwingine pia. Kwa hiyo mimi sasa ikabidi niishi na babu na bibi. Sawa. Baada ya sasa kuja Dar es Salaam ukaingia na IT hapo mzee, ukapiga ufundi, sio? Ufundi, mechanical engineering, masuala ya magari. Unaona sasa kwenye magari. Sasa hapo nikuchekeshe kitu kimoja. Twende. Of course mimi mama yangu mdogo mimi nilikuwa napendelea sana kuwa mwandishi wa habari na vitu kama hivyo. Kucheza sana na kamera nini ndio mambo yangu. Na hapo kwenye damu. Ndio. Sasa mama yangu mdogo anaitwa Lucy. Yeye akawa ameniconvince, bwana, twende ukasomee ufundi wa magari na mafanikio huko kidogo utapata rahisi. Lakini mimi na magari ni vitu vile tofauti. Sasa ni kama Simba na Yanga. Kwa hiyo vitu vile tofauti. Kwa hiyo kilichotokea sasa, wakati naenda pale ni IT nasoma na naenda practical hapo Riverside Bungo. Nilikuwa napenda pia kusoma sana magazeti. Sasa nikapata gazeti la Babu Kubwa, nakumbuka nilinunua. Nikakuta pale wametangaza kwamba wanahitaji reporters. Ndio. Kwa hiyo na mimi nikawa nimeenda huko Mpesani kwenye ofisi zao za Babu Kubwa. Nikakutana na boss pale anaitwa Alpha. Kweli nikamconvince akanikubalia. Kwa mimi kilichotokea sasa ikawa badala ya kwenda kwenye mambo ya ufundi, nikawa nikipata muda naenda zangu Msasani. Mamdogo akatiwa anajua uko kwenye ufundi. Anajua mimi nipo kwenye ufundi, lakini mimi na ufundi vilikuwa vitu viwili tofauti. Sasa ikawaje hapo? Na hili pia wazazi pia ni nafasi pia kujifunza kwamba unaangalia mtoto wako ana passion na kitu gani, ndio huko umpeleke. Wewe kwa nini ukumwambia sasa labda nani mamdogo kwamba bwana unatoka kwenye ufundi nini bwana, utapoteza tu muda bwana. Mimi nataka huku. Kwa nini ukumwambia ukaamua kumkubalia afu ukafanya kinyume? Familia zetu kama wanavyojua mzee, za Kitanzania, nilikuwa nikimgusia ishu za sanaa anasema wenzio hao wamesoma sana mpaka wamefika hapo. Sasa kwa hiyo ikaishi wewe nenda kwenye ufundi, lakini mimi ilikuwa nikitoka zangu siku moja of course naenda. Kweli naenda pale ni IT nasoma au naenda kwenye practical garage. Mambo yanaenda, lakini nikienda sasa kule Babu Kubwa napata 10,000, 15,000, 5,000 ambao mimi nilikuwa na furahi yani kupata jasho langu yani. No matter nilikuwa nakaa Kinyerezi, Dar es Salaam, Tabata huko kuna mwendo magari karibu matatu. Lakini mzima no matter what najifanya hadi mwanafunzi. Mradi niende tu.
Kani ufike ukapate hela. Na hamna kitu nilikuwa napenda kama kukutana na wasanii. Kwa nini? Ile ofisi ilikuwa inakusanya wasanii mbalimbali wa maigizo, movie. Kwa mimi pale nikienda, huyu msanii fulani. Na ubaya au uzuri enzi hizo hamna Instagram wala Facebook la. Bwana ingekuwa ndio leo. Tungepata picha, tungepata shida sana mipicha hiyo kwenye maneno. Sana. Ile ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa mwaka 2015 hivi. Okay. Hapo unahangaika kipindi hiyo. Hapo ndo nahangaika. Aha. Kicho hapo. Tuseme 2014. Then baada ya hapo ikaweje? Baada ya hapo mzee nikahamia kwenye movies sasa. Baada ya kukutana na wasanii kule. Kukutana ile na wasanii. Of course, yani chanzo kuingia kwenye movie nini kilikufanya ukaingia kwenye movie au kwenye movie? Ulipenda kwenda tu au kwa sababu ulikuwa unakaa na wasanii ukaona mimi ni mwigizaji au ulishapanga au ndo mdondoko tu kwenye maisha hatuelewi? Ila of course mimi tangu day one mimi ni mtu ambaye ni multi talented person, yani na vipaji mbalimbali. Sawa. Na hata watu ambao nimesoma nao kuanzia shule ya msingi mpaka wewe mwenyewe ni shahidi pia. Unaona? Kwa hiyo ni multi talented person, yani na vipaji tofauti. Na vyote namshukuru Mungu naviweza. Na huwa napenda kuambia watu kwamba mimi sikubahatika kukaa na baba na mama. Lakini ambacho nimepata tuseme vipaji, Mungu alinibariki. Hakunipa baba na mama lakini alinibariki na vipaji na vipawa. Sasa kwenye movie kwa sababu ni kitu pia kipo kwenye damu. Nilikuwa na rafiki yangu fulani anaitwa Musa aka Pink. Ambaye tulikutana tu pale mtaani tukakuta wote tunapenda masuala ya movie. Kwa tukawa tunachukuana tunaenda kutafuta nafasi. Nishafika mpaka kwa Kanumba na Ray. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa nazunguka tu mitaa Upanga natafuta ofisi yao. Watu wakandirect bana, tunaonaga wasanii kwenye ile pale nyumba. Nikaenda nikakutana na Ray na Kanumba. Ambapo nikaongea nao, nikaomba appointment nikutane nao. Lakini sasa shida yao nao ilikuwa nenda rudi. Ukienda tupo location Bagamoyo, ukienda tupo sehemu fulani. Kwa hiyo okay. Na ukija kwenye swala la interview kwa mfano za movies kwa nafasi. Eric Shigongo aliwahi kuandaa movie yake inaitwa Tears on Valentine. Ambapo tulijitokeza vijana kama 700 au 800. Na mimi nikaenda pale kushiriki. Na kabla ya kushiriki of course nilikutana na changamoto moja. Vijana wa dawa wanaongea sana. Bana hapa mtu mwingine hawezi kupata nafasi hizi nini. Unajua zile kuvunjana moyo zile. Si tunajua sana nini. Lakini mimi kama wimbo wa Beka, I can, I must, I will. Nikaingia nikaparticipate. Nikawa moja kati ya watu ambao waliigiza movie ya Tears on Valentine. Movie ambayo nikiwa shule ya msingi Mbata nilisoma kwenye daftari la rafiki yangu. Nikawa sehemu ya movie. Ulisomaje? Yaani rafiki yangu mmoja alikuwa amejaladia. Jalada Tears on Valentine. Sasa katika kusoma ile hii story mbona imenivutia? Nikaisoma nikanunua sana magazeti yale. Na namshukuru Mungu tena kwenye movie na wewe ukawepo. Nikawemo. Safi. Imetoka mwaka gani movie? Hiyo movie ilitoka kwenye mwaka 2015 hivi. Okay. 15. Mbona umecheza kama nani? Mimi sikucheza sehemu kubwa sana ila kuna sehemu nimecheza kama 2. Ni abiria wa ndege tulikuwa naenda Nigeria. Okay. Sawa. Na ni mara yangu ya kwanza pia kuingia airport. Ndani kabisa kule. Ulikuwa unaona nje tu? Nilikuwa naona nje tu. Sawa. Nakumbuka tukavua mikanda, vua viatu, mpaka juu kule na wazungu nini. Sawa. Yaani no. Sawa. Okay. Sasa wapi ambako sasa MC Mzungu alipoanza kujiona sasa sasa mimi ndo naanza sana naweza nikasema kitu. Yaani at least ulipoanza kuona sasa chachu ya mafanikio inaanza kuonekana. Ni wapi? Katika hizo aso zako zote ulizohangaikia ni si movie, umehangaika sijui na masuala sijui haya. Masuala kuuza magazeti, nini kufanyaje magazeti? Reporter na vitu vingine kama hivyo. Wapi ndo kulianza sasa ukaanza kuona hapa at least sasa ndo naanza kuonekana sasa. Hapa naweza nikasema jambo. Okay. Of course baada ya kucheza hiyo movie ya Shigongo. Mtitu kuna bro wetu mmoja tu William Mtitu alikuwa ameandaa kutoka First Game Quality sio First Game, yeye ni 5 Effect. Mtitu yuko Magomeni pale. Mtitu alisema nahitaji wasanii ambao wanaweza kuigiza waje nini
kwa sababu mimi nimewatoa wasanii mbalimbali kama kina Woya, kina Mlela. Kwa hiyo tukaenda pale tukajitokeza wengi. Na tulipokuwa pale tumeenda nikafanya ile interview, namshukuru Mungu nikapita. Sasa baada ya kupita ile interview ikawa ni yale kwamba kila siku naenda kwenye mazoezi. Kila hamna ambacho unapata, hamna ambacho unaigiza. Movie yenyewe anakuja anachagua labda watu wachache, fulani na fulani mtaigiza, kuna movie yetu ya kumalizia. Sasa mwisho wa siku nikawa nimeamua kwamba hoteli ya mbali, ngoja niachane na haya masuala ya kuwa kwenye vikundi vya maigizo. Niwe msanii binafsi. Na nakumbuka sikwenda siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwisho wiki, mwezi, mwaka. Nikaachana hizo harakati. Sasa nikageukia kanisani. Nikageukia kanisani. Nilipata nafasi nikawa kiongozi kanisani. Kiongozi wa nini hapo? Kiongozi wa vijana. Nilikuwa mtu ona sasa Mungu alivyo ajabu. Nilikuwa siendaki kanisani. Ulikuwa usali kabisa? Sisali, yani naenda tu mara moja naondoka zangu. Au ikifika Jumapili naenda sehemu moja napiga story na washikaji. Unajifanya ulikuwa kanisani? Unarudi home. Narudi home. Lakini siku hiyo rafiki yangu mmoja anaitwa Jafet Atela akanishtua. Oya, tuenzetu kanisani, kuna uchaguzi wa viongozi. Tukaenda. Viongozi wa vijana? Wa vijana. Namshukuru Mungu na mimi nikateuliwa kuwa kiongozi wa sanaa na michezo, kitu ambacho mimi nakipenda. Basi from hapo sasa nikaingia. Unadhani kwa nini ulichaguliwa kirahisi? Nilichaguliwa, watu baadhi yani walikuwa wananijua kutokana labda na uchangamfu wangu nini. Wakanipendekeza. Lakini pia Mungu alisha kuchungulia. Yule huja wapo hapa na shida kabisa sema kutokea yuku hii. Njoo chache. Kwa yule mshikaji ambaye alikuita yule ndio ilikuwa kama ndo kama rafiki yangu ndo kama hata wakati nakuja hapa nilikuwa naye. Ndo kama malaika ambaye alitumwa tu na Mungu bila kujua, pengine bila kujua jamaa muende kanisani. Mshtu jamaa tuende kanisani. Kwa hiyo jamaa bila umheshimu sana sana. Aminia mwanangu. Ikaweje sasa hapo baada ya kufika kule na ukaingia kwenye huo uchaguzi? Kufika sasa baada ya kuingia kwenye ule uchaguzi ndio hivyo, namshukuru Mungu nikachaguliwa kuwa katibu wa masuala ya maigizo. Baada ya kuchaguliwa kuwa katibu wa maigizo ikawa ni kila siku sasa sikosi kanisani. Na katika kwenda pia tukawa tunawafundisha wale watu wa kanisani kuhusiana na maigizo kwa ujumla. Tukawa tumepeleka pale vichekesho, tunatunga story. Kwa hiyo sasa waumini wa kanisa, mchungaji mwenyewe, parishweka, mwinjilisti, wazee wa kanisa wakaanza kutupenda na kutujua. Tulienda mimi na rafiki yangu wawili. Kwa hiyo wakaanza kutupenda pale na kutukubali nini. Na tulikuwa naenda pale kanisani. Mimi huwa nasema tukiwa sifuri yani. Hatuna hata sadaka, hatuna chochote, hamjui lolote. Na uwezi amini yani, kwa yetu tulikuwa tunaimba tu hivi bila vyombo. Mko ngapi hapo kwenye hiyo kwanza? Kama watu 10 hivi. Tunaimba bila vyombo, bila nini, lakini tunajikubali. Sasa tunaenda wanasema cha kwanza jikubali. Kwa vijana hiji wazee tunaenda pale. Sasa tunaimba nini nyimbo zetu. Nakumbuka mimi nilikuwa nashika chupa. Na shilingi 100 nagonga ile chupa. Ndo biti mzee. Na huwa nasema Mungu ana kusudi lake la kutupeleka kanisani kwa sababu tulileta changes. Kwamba vijana sasa wakawa wanaanza wanajiunga na kwaya, wanapenda, wana appreciate nini. Na heshima pia mtaani sasa ikabadilika. Sio tena wale ambao mlikuwa mnaonekana wasela wazee wa kuunga. Tukawa tena si wasela. Jinsi zile za kuchana hapa nini kwenye magoti marufuku. Tukaacha. Mnaita crazy jeans automatically yani. Tukaacha. Tukawa sasa ni sisi na kanisa. Okay. Sasa pale baada ya kuwa sisi na kanisa na hili pia wanapenda kuambia mara nyingi vijana wengi kwamba unapokuwa sehemu kama kanisani au msikitini unatumika, ni moja ya ngazi ya mafanikio yako kupeleka sehemu. Pale unakutana na watu mbalimbali, unakutana na wadau, unakutana na mabosi, unakutana na watu wenye ofisi zao binafsi na connection mbalimbali. Kwa hiyo mimi sasa nikiwa pale kanisani kuna wazee ambao waliniona. Mzee wangu mmoja anaitwa Meja Kileo. Ndio. Kilitokea akaniona tu akanikubali nini. Jioni moja nipo nyumbani
wakanipigia simu. Yeah. Kwanza nilikuwa nimeenda kwenye ghetto la mshikaji wangu. Tuko wanakwaya wengi nini pale. Yeah. Napiga story. Kwa mshikaji yani kumekamilika. Kuna sofa. Yeah. Kuna kitanda, kuna TV. Yaani kama afisa fulani anakaa hapo. Sasa mimi moyoni hapo nasema, "Da, Mungu wangu wewe. Hivi na mimi siku Mungu ukinipa hivi vitu, niwe na maisha kama haya jamani. Si nitakuwa huru. Sitakuwa na mtu wa kunifuatilia, sitakuwa na kuwahi kurudi nyumbani." Unajua zile. Yeah. Nikaoshe vyombo, nikafanya nini? Noma sana sasa. Sasa. Unaona? Ndio. Sasa nikiwa pale nikashangaa napigiwa simu. Na mama yetu mke wa Mejakileo. "Mwanangu Simon uko wapi? Njoo nyumbani." Nikaenda. Nilipoenda nyumbani akaniambia, "Mwanangu, nimekutafutia kazi." Nikasema, "Mama, huwezi amini, asubuhi nilikuwa na mlilia Mungu juu ya issue ya kazi." Asubuhi na kweli asubuhi nilikuwa nimejifungia mwenyewe chumbani, nimefunga mlango, nimepiga goti. Mungu nisaidie nipate kazi. Mungu jioni napigiwa simu, "Bana, kuna kazi tumekutafutia ya kuuza duka supermarket." Airwing Jeshini. Mzee, nikamwambia yule mama, acha masiara. You serious mama? Asubuhi nilikuwa nimekaa na muomba Mungu anisaidie niweze kupata kazi. Then naona niita nije kupata kazi. Ilikuwa shock. Lazima uchanganyikiwe hiyo. Sasa nakumbuka nimerudi nyumbani kuambia. Wiki kadhaa mbele ilikuwa narudi Mbeya. Kama siku 3 hivi. Yeah. Siku 3 ilikuwa nakumbuka narudi Mbeya. Ndio. Nimefika pale usiku nimeitwa nyumbani hapo. Bana, una mpango gani? Una mchongo gani? Au kama vipi rudi chuo mkaanze na maisha ukaanze moja mzee. Kama vipi ukalime huko. Ukalime. Tukuyu kuna mashamba mengi sana. Sio ndizi, sio ya maparachichi. Noma sana. Unaona? Yeah. Bana, inabidi urudi home. Nikasema, "Da, nilitamani sana kurudi home. Lakini nimepata kazi." Kweli, sije ikawa kazi ya kulipwa hela ndogo 50,000 20,000 au zile za magumashi. Au za magumashi. Nikasema hapana. Ni kazi kabisa jeshini huko. Yeah. Basi sawa, tunakupa muda tuone hiyo kazi itakuwaje. Ambapo asubuhi kweli nikafanikiwa, nikaenda kwa jeshini. Interview yangu mimi ilikuwa simple tu. Mungu mwacheni aitwe Mungu si. Yeah. Interview yangu ilikuwa simple, niulizwa unajua Kiingereza? Najua. What is your name? Nini? Yaani hizo kawaida zile. Na mzee tena mzungu sasa. Unaona? Ndio. Unajua Kiingereza? Kiingereza najua hivi na hivi. Basi umepata kazi. Na nakumbuka nikaenda nikawekwa kitengo ambacho ni kizuri kidogo, kitengo yani nyeti cha kuuza vitu vya umeme, ambapo hela ni haikuwa issue kubwa yani. Yeah. Namshukuru Mungu yani pale hela haikuwa, tulikuwa tunapata hicho kidogo, lakini kwa ndio tunachokiangalia katika maisha every day. Yani uende sehemu at least upate kabisa. Nikupe mfano. Mtu ambaye na 1,000 nilikuwa natumia hata wiki nzima. 1,000. Kwa nini? Naiweka tu mradi ikae kwenye begi. Buku yangu naitunza kipindi hicho mzee. Kwamba ikiisha ndo hamna mpango. Ndio hamna mpango. Sasa lakini naingia kazini kwa siku napata 5,000, 10,000. Yeah. Sometimes 15. Yeah. Ilikuwa yani bonge moja la surprise kwangu, na namshukuru Mungu. Unaona? Sasa na nikapata experience pia kufanya kazi na Wahindi. Bwana. Vipi, mbona umesema bwana? Kunani hapo? Nilipata kujifunza mengi sana. Kama uvumilivu. Na hivi kwa jamani wasumbufu. Jamaa bwana wanafanya sana kazi tofauti na sisi. Japo sometimes anakuwa too much. Wenzetu wakati nafanya pale kazi kuna bosi wetu mmoja aitwa Osama aka Firoz. Hata siku moja sijawahi kumuona ameshinda, ametega kazi. Every day yupo kazini, kila siku. Na siri ni nini? Anasema naogopa watu wasije wakachukua nafasi yangu. Okay? Kila siku jamaa yupo kazini tofauti na sisi. Yeah man. Mimi nikiamka tunakohoa, boss naumwa kazini siji. Unaona? Nikipata uzuru hata kama tu nimechoka tu kiaina, lakini boss kazini. Wenzetu hata kama anaumwa na mafua, ana banja, ana kohoa, ataenda tu kazini, ataenda tu. Kwa hiyo kikubwa ulichojifunza pale ni uchapaji wa kazi. Nimejifunza
uchapakazi na kuishi na watu yani vizuri, kwa sababu nilikuwa ni sehemu ya customer care. Man. Na boss wangu alikuwa ananiambia kwamba think like a customer. Man. Fikiria kama mteja. Ndio. Kwa hiyo ni sehemu yani ambayo kwa kweli nilipata kujifunza kwa kweli, sio siri. Okay, na baada hapo nini kikaja kutokea mzee? Baada hapo ya jeshini. Baada ya kumaliza kuingia hapo hiyo kwenye supermarket ni supermarket maarufu inaitwa Transit Military Shop. Iko jeshini. Mbeya ilikuwepo duka la magereza, Mbeya ilikuwepo. Kwa hiyo ni zile za kambi za jeshi. Za kambi za jeshi. Kwa ukatoa shavu mule. Nikapata mule shavu. Sina ndugu mwanajeshi, sina nini. Yani tu ndio imetokea. Ndio imetokea. Kwa sababu ulilia na Mungu naomba kazi. Na Mungu kwa akaamua kukupa kazi. Akanipa tu. Ndio. Na hapo ndo tunapofariji wengi sana. Unajua kuna mambo tunachukuliaga kama ya masahara. Kweli. Wazee wanasemaga tuongee na Mungu mazee. Kweli. Hebu tuongee na nawaambiaga na fursa. Kweli. Kila jambo unalolifanya piga huwa garagaza, usipozungumza na Mungu mwanangu aliendi. Kabisa. Utaendelea utapiga mark time utarudi utasema umerogwa. Kweli. Mchawi nafsi yako. Mwenyewe unajiroga. Yeye ndo kila kitu mzee. Hamna kitu unafanya bila kumuomba. Mbona wakati wa kula tunamuomba? Unashindaje kumuomba kwenye mafanikio? Yaani kula tu unamkumbuka Mungu na Mungu. Kuna yani katika kuwa karibu na Mungu, nimejifunza mengi sana. Nini kingine? Nikupe tu mfano mdogo. Nipe. Sometimes unaweza ukawa umemuomba mtu hela. Au sio? Lakini ukimpigia simu kuna zile takupa baadaye. Takupa baadaye. Siku moja kuna mtu mimi nimemuomba hela, lakini kabla ya kumpigia simu nikakaa tu nikamuomba Mungu. Brother yetu mmoja wa Mbeya pia anaitwa Teddy Kalula. Ni wakili hapa maarufu sana hapa ndani. Bro, una shida nini? Poa mdogo wangu, ni cheki jioni saa 12. Lakini kabla ya kumpigia nikapiga goti. Mungu, naomba unisaidie. Nikimpigia huyu mtu simu akubali anielewe. Asiwe na nenda rudi hata kama atatoa, lakini it will take a long time. Kweli nimepiga goti, nimemwomba Mungu, nampigia jamaa simu, anasema mdogo wangu uko wapi? Njoo chukua hiyo 100,000 hapa. Fast. Nikaenda pale bila nini wala nini. Mdogo wangu ile hela. Kaenda ukafanya mambo yako bwana. Kaenda nikafanya mambo yangu. Sawa. Kwa hiyo kumtumaini Mungu kuna faida. Sawa. Sana. Okay. Kutokea kwenye hapo sasa ukatoka kwenye maisha aina moja, maana yake unaenda kwenye maisha mengine. Maisha ya kutunza shilingi 1000 mwezi mzima, umeenda kwenye maisha ya kupata pengine hata 15 kwa siku. Nini kilitokea? Maana tunafahamu vijana wengi wakishatokea kwenye maisha ya shida, anapoanza kupata kipato na yeye mwenyewe anataka atuoneshe kweli ana kipato. Kweli. Mgeto mkali nini? Mtoto mzuri. Pale zile sehemu nzuri zile za watu ambao wanakaga vitu kuzungusha meza pale vitu virefu lazima lazima itakaonekana, yani kwenda sawa na mazingira na lazima kwako likweje? Maana wanasema ukianza kupata kipato kidogo hata yani pesa pia inakubadilisha automatically tabia. Unataka kujifanya na wewe una tabia ya hela, maana hela haitakagi shida. Kwako likweje? Kuna mabadiliko yalitokea au ulistiki kule na mabadiliko muhimu. Kwanza nikahama nyumbani. Safi. Ilikuwa ni moja ya achievement kubwa sana. Kabisa. Kuhama nyumbani na kwenda kujitegemea huko. Kwa nikahama nyumbani nikawa na maisha yangu. Of course kubadilika sana. Namshukuru Mungu kwamba mimi ndugu na rafiki zangu walikuwa ni watu wale. Ambao nilikuwa na hangao, natembea nao nini ndo wale wakawa rafiki zangu. Lakini sometimes kama binadamu kuna zile nini utaka kusumbuliwa. Unajua zile. Ndio. Huko zako nyumbani unacheza PlayStation. Vitu kama hivyo ukishanunua PlayStation nyumbani Mbeya kulikuwa hamna. Kwa hiyo kiasi fulani nirudi nyuma hiyo sikatai. Vipi kuhusiana na kuna kitu kinaitwa ulimbukeni? Nadhani unanielewa. Nikizungumza ulimbukeni. Pesa na ulimbukeni. Yaani kuna mtu ambaye alikuwa anatamani kuwa mtu fulani. Umeona? Alafu hana uwezo wa kufikia pale. Alafu ikafikia kile kipindi sasa ndo kapata ile pesa. Unaona? Najua kuna matamanio ulikuwa nayo. Na kuuliza hivyo kwa sababu tunafahamu kwenye utafutaji mimi nilikuwa nakula maharage. Nimefikia kipindi nimeanza kupiga hela. Naanza kula nyama. Na dharau zinaongezeka. Umeona, kuna mtu ana change kabisa behavior, yani anakuwa labda mtu akujisikia
kwa sababu ndo kashaanza kuzishika hela, anataka alipizie, kwa sababu zamani alikuwa akiomba hela mpaka azungushwe sana, anataka akomoe enzie. Nataka nione kwako likweje. Huo limbukeni kwako likweje? Mimi of course mimi ni mtu ambaye nina hofu ya kazi na nina hofu pia ya watu. Ndio. Na nina hofu ya Mungu pia. Yep. Kwa hiyo kwangu mimi nafasi ile ya ulimbukeni si kubadilika no. Isipokuwa ni kwa zaidi mtu wa kupenda kusaidia sana wana. Najua kuna mtu anakaa mtaani hata soda anashindwa kunywa. Kweli? Mpaka leo na kesho mimi nikutana na mtu hivyo lazima bana utakunywa soda. Yaani ndo zangu na sometimes hata naweza nikawa na hela mfukoni. Lakini nikitokea sehemu lazima washikaji wanywe soda nini ndio hivyo. Lakini na mfano wa hilo ulilosema. Na rafiki yangu mmoja, huu ni mfano wa wazi kabisa. Jina Kapuni Ndio. Huyo rafiki yangu bwana anajijua. Tulianza kazi siku moja. Jamaa hapa yeye alikuwa anauza chips. Na sio msomi hivyo lakini akapata hivyo kazi nzuri, tukawa sehemu moja tunafanya kazi. Sasa huwezi amini, baada ya muda jamaa alianza kuwavimbia wale watu ambao walimtafutia ile kazi mpaka kuwasema vibaya. Ushaona? Ni kitu kwa kweli ambacho yani nilijifunza na sitakuja kusahau. Kwa sababu ni mtu ambaye tumeanza from zero to hero. Mpaka wale ambao walimtafutia kazi aliwabadilikia, kitu ambacho sio kizuri. Na nikiwa nasema hivi, wale ambao tulikuwa nao pale nafikiri wanamjua huyo mtu anayemsema. Sawa. Okay? Kwa hiyo kwako haikuwa hivyo. Kwangu haikuwa hivyo. Sawa. Right? Sikuweza kubadilika sana. Mpaka leo hivi niko na watu wangu. Lakini kuna some changes ambazo ulizifanya zile za kawaida, sio? Of course mtu labda niseme kitu kimoja. Automatically mtu unapobadilika na kwenda kwenye mafanikio, automatically kuna watu ambao wanakuchukia from nowhere. Na kukuona yani unalinga au namna gani vipi. Hata leo asubuhi nilikuwa kanisani Kinyerezi hapo. Kuna wadogo zangu fulani ambao waliingia pale wakawa wamenipita. Yani from nowhere tu. Wewe ni kaka yake, una ndevu, una heshima yako, lakini hakusalimii. Lakini yeye akitazama anaona huyu jamaa kwa nini amefikia stage. Na tusitoe mfano wa mbali, hata rafiki yetu hizo business Emmanuel. Naye niliwahi kusikia interview moja anasema yani nilipoanza kupata mafanikio from nowhere watu wakageuka tena. Marafiki zangu ambao nilikuwa najua watanisupport since day one. Na hapa kuna rafiki zangu hapa wanaangalia kama William Fungo, Dafa. Nyie ndo marafiki zangu, msije mkabadilika eti kwa sababu si jamaa MC au namna gani. You are still my friend. Sawa. Okay, kwa upande wako ukuona hilo ni kwamba kawaida tu. Kwamba maisha yanaendelea. Nini kilifuata baada ya hapo? Baada ya hapo sasa kuwa kanisani, siku moja nakumbuka na hichi kitu napenda sana niwaambie pia watu kwamba siku moja na rafiki yangu mmoja pale kazini alikuwa anasoma kitabu cha Sugu, muziki na maisha kama sijakosea. Kitabu cha mbunge Sugu ambacho kinaitwa Sugu, muziki na maisha. Bwana kile kitabu nilivyomuona jamaa anasoma nilitamani sana. Nikamwambia mwanangu niuzie, anaitwa Azizi. Akaniuzia shilingi 5,000. Niliposoma kile kitabu kiliniongezea hamasa na shauku ya kitu ambacho ninafanya. Yaani nilisema no matter what, hichi ninachofanya ndio changu. Hasa kwenye swala la MC. Unajua kulikuwa na kasumba labda MC ni mtu fulani, mtu mzima nini. Kwa hiyo mimi tu kubadilisha jina lile kuwa MC Simon Mzungu haikuwa rahisi. Sawa. Watu kwanza walikuwa wanakataa hapana. MC gani? Unaona zile? Lakini niliposoma kitabu cha Sugu nikaona amepambana, amekatishwa tamaa, lakini no, alisema mimi nakomaa, mimi Sugu. Kwa hiyo na mimi kile kitabu kilinijenga. Na natamani kwa watu ambao wananisikiliza, wakiwemo na vijana, na hata mheshimiwa mwenye Sugu atoe tena copy ya zile kitabu. Ni kitabu kizuri sana, muziki na maisha. Kwa hiyo ukavaa usika wa Sugu. Sikuvaa usika wa Sugu. Basi na wewe ukapambana moyo ukavaa nikapambana. Sasa nikuchekeshe kitu kimoja. Katika kile kitabu nilikutana na
sehemu moja ambapo Sugu alikuwa anaeleza kwamba yeye alikuwa anafanya kazi sheli. Alikuwa anapata sana hela nini. Alipokuwa anapata zile hela akawa ana invest katika muziki wake. Kufahamiana na waandishi wa habari, kufahamiana na wadau mbalimbali, kufanya interviews nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kazi yake huko anafanya huko muziki, anatoa album nini, anajitangaza nini. Kwa hiyo kuna kipindi sasa kikafika, zikaanza tetesi kampuni itafungwa. Kampuni siku kutakuwa na redundancy. Na kweli siku ya siku ikafika, anaenda tu pale kazini na bana hamna kazi. Pangeni foleni, mchukue chenu, msepe kazi hamna. Kweli. Anakuambia kuna baadhi ya wafanyakazi pale wakaamua waende mahakamani. Kesi ipo mpaka leo ya BP. Ushaona? Lakini yeye kwa sababu tayari alikuwa ameinvest kwenye muziki, akaendelea na mishe za muziki. Mpaka akapata nafasi nini akaenda Uingereza. Funzo gani ulilipata hapo? Sasa funzo nililipata kazini pale ambapo nilikuwa nafanya kazi. Ile hela ambayo ninapata nikawa sasa na invest kwenye kazi zangu. Sawa. Muziki na ushereheshaji. Kwa kufahamiana na waandishi na kujenga connection na watu mbalimbali. Na kweli haikuchukua muda zikaanza tetesi na sisi pia. Kampuni itafungwa. Vile rafiki yangu. Yaani kama Mungu tu. Unaona? Mara mfanyakazi ukipatikana na kosa dogo tu nyumbani, wenyewe walikuwa sasa go home. Unaona? Ulikuwa let's say una nafasi nzuri yani ya kuuza labda, unaambiwa ukafagie nje. Lakini vyote visa. Yaani watu utafute nani yao. Ili mradi tu ache kazi. Kwa mwisho wa siku ikaweje? Sasa mwisho wa siku ikaja barua kwenye kampuni yetu kwamba jamani, tumeamua kuna nini kupunguza wafanyakazi. Na kama mtu unataka mwenyewe unaandika barua, unaacha kazi. Kwa mimi nikaingia kwenye kusoma na kusikiliza ushauri pia wa watu nini. Wao ushauri kwamba bwana hapa labda iwe hivi, sio? Wengi unataka kuacha kazi. Wewe mjinga, hapana. Kazi wache. Lakini kwa mazingira yangu mwenyewe nilikuwa naona hapana. Kwa hiyo nilikuwa na rafiki zangu kama 3 hivi. Tukaandika barua, tukaandika barua of course, tuka submit kwa boss nini. Tukaacha kazi na tukaingia sasa kitaa, ambapo watu walikuwa wanashangaa. Siku ya kwanza nawaambia leo mmoja enda kazini, nasema leo nimetege. Siku ya pili sijaenda kazini. Nipo likizo. Mara wiki mbili, mara mwezi. Watu wanakuzoea. Mara miezi. Kwa siku wamejua huyu hapa hapana. Huyu ni wanapiga chini kazi. Ni wa kitaa sio. Watu walikuchukuliaje baada ya kujua kwamba umeacha kazi? Kama unavyojua tena wengi wanakasumba kwamba lazima mtu uajiriwe. Kwa hiyo wengi walikuwa wamenikatia tamaa. Unaacha kazi? Wewe mjinga kweli. Of course wengi walikuwa wananihesabia tu siku. Hivi lini jamaa atafulia huyu? Maana mimi na sehemu moja na frame yangu, ofisi yangu fulani hivi. Watu wakawa na hesabu. Lini jamaa atafunga? Ili tuichukue. Okay. Msikilizaji wa Capital Radio, tuko na MC Simon Mzungu. Umemsikiza kwa kifupi, alikuwa anazungumzia jinsi alivyopita mishe zake, kaenda wapi, haso kakutana vikwazo vingapi na wapi amefikia mpaka alipoanza kutusua kidogo, anaanza kuona sasa hapa anaanza kupata pumzi kidogo. Au sio bana? Tunakwenda kwenye upande wa matangazo kidogo na burudani ya muziki. Tukirudi tutakuja sasa kuangalia haso zake za UMC. Alianzia wapi, kina nani alikutana nao, nani alimvutia na nini yani anakumbuka kazi yake ya kwanza ilikuwa wapi, changamoto zilikuwa bwana. Mpaka anashindwa kuongea mengi. Tutakuja kuyajua hapa. Au sio bana? Kupitia fursa ya Capital Radio. Dakika 10 zimesalia kufika saa 6 kamili za mchana. Hii ni Capital Radio, fursa mpaka 7 kamili za mchana. Alikuwa upendo.
Jumatatu hii katika Hali Halisi. Ni sehemu ya kwanza ya changamoto za madalali wa kupangisha nyumba. Je, utaratibu wa kulipia gharama za kuonyeshwa chumba eti unaumiza? Ule muda unatumia na kwamba nimetumia na kodi yako ya miezi miwili utaipata kwa mara moja, sitokupata tena. Kwa hiyo inabidi ufanye hivyo, utoe pesa alafu mambo mengine yaendelee. Lakini unaumiza kwa upande fulani kwa sababu utaenda chumba hujakipenda, pesa utatoa. Utaenda sehemu nyingine hivyo hivyo. Nashangaa unajikuta umezunguka siku nzima au siku tatu nzima umetumia zaidi ya shilingi 20,000 au shilingi 30,000 mambo vipi? Kwa chumba. Alafu hujapata vile vile unachokihitaji. Na je, usipokubali kulipia nini kinatokea? Kwa hivyo hakutakuwa na utendaji wa kazi kwa pande hiyo. Kwa maana yeye asipokubali maana yake na mimi sitakubali. Wale ambao wanakubali tunawasaidia. Kitendo cha kuamini unamfuata atakusaidia. Lazima ukubaliane na sharti lake. Lakini je, dalali anawezaje kupandisha kodi? Anawezekana dalali akaenda asema ni babu ni dalali kishaondoka. Yupo ile yule mwanangu mama tumeenda mtu anataka kulipa 500,000. Isi hivyo babu nimeona hiyo zile ni 300 sasa hiyo kocho ile sasa hivi inafika 500,000. Unaona? Nimepatia kwa shilingi ananipa shilingi 200,000. Mama wewe unapoteza hela au baba unapoteza hela. Mimi mtu ambaye anataka nyumba kupanga wewe kama hiyo bei kama hiyo. Sasa nani anaingia sasa? Kumbe anaweza kupata 500,000 kutoka kwenye 200,000 na nusu mpaka 5. Kwa hiyo muda mwingine wanachangia dalali. Wapo madalali wanaopangisha chumba kimoja kwa wapangaji wawili. Kwa hiyo nikaambiwa nenda kaangalie chumba. Unaenda kuangalia chumba ndani mwenyewe hajatoa vitu vyake. Vile vile unakuta mnagongana. Huyu kaja ametoa dalali amemleta na wewe mnakutana. Yeye vipi tena? Kwa dalali anakuweka kuelekeza ushampa familia yako unaenda mwenyewe. Mwisho wa siku unaweza kujikuta mnakorofishana mnatoleana kauli mbaya. Nani aliyeweka sheria ya kumlipa dalali pesa za kodi ya mwezi mmoja? Hii sio sheria iliyoanzishwa, maana kuna bunge lilijadili. Hii ni taratibu tulizoziwekea kama watu ambao tumesema sasa tusikabe watu tufanye kazi hizi. Wale taratibu tuliwekea wenyewe ili kuweza kufanya kwa ufanisi zaidi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Hali Halisi kutoka hapa Capital Radio kila Jumatatu kuanzia saa 2 usiku. Habari za saa, jiji letu, Hapa na pale, habari saa 2 na saa 5 usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook @ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. zote ni kiganjani mwako, kompyuta na kompyuta mpakato. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Capital Radio, the listener's pride. Capital Radio, the listener's pride. Leo niko na mtoto wanasema na nywele ndefu, kesho niko na mrembo wanasema na piga ndogo. Umetisha mzee. Kama Baba Pololo etina simba melodi ya leo niko na mtoto wanasema na nywele ndefu, kesho niko na mrembo wanasema na piga ndogo. Leo lazima tutane, leo lazima tuime, leo lazima tutane wote na wewe. Leo lazima tutende wewe, karibu asuli tupate. Leo lazima jitoke na yule papa, leo lazima tucheze, leo lazima tuime, leo lazima turuke, onge kabisa tusime. Nimekunywa nimelewa na sisia na sisia wanasema Nataka nisisi wewe ndio mchungaji kwa wotani chunga jamani na hata vitakani nikipenda kwa mabadilisho mabijina magari kwa kuvuka. Shirina maya, tichemuka. Shirina maya, shirina maya. Wanasema na simba baba yoyo. Shawome wino. Kizana
Baba Yoyo, DJ Hey. Siana na DJ Koni DJ Mafuka Baba Ali Amani Fonte Fonte. Melody Toto Skaba DJ Spesso DJ Uba Twalibi Papa Kike Mama Beta Mwasiki Doko Sheki na man Sheki na man Sheki na man Ibolo ya batona Motona Bongo Nega Mpleba Nega Nega Mbologa Bakazwa Naga Bongoga Nega Nога Nega Nega Mpleba Kampo Nega Mpleba Eliki Mopao Kwa Dani DJ Mwaka Roberto DJ Ruga Kesha Kebuka Legend Pato Mama Lefe Ale Kema Wanye Nisa Wanye Sida Kate Batirama Muze ya Mwana 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 Yoyo Alina Pele Lasiwani Papa Yoyo Saidi Lore Amiga Besta Sebe Lijeshi Papa Kisini Nijelanga Makami Bloge Kumura Mweni Mama Iwe Shimbomo Papa Jojo Kimumerona MC Jazz Elo Fabiani DJ Kidina Bibi Titi Jimmy Kamzola Freddy Mushi DJ Johnny Ete DJ Wotaji Faraja Gerena DJ Satisfied DJ Nina Abimasane Ita Kasika Raja Buzongo kwa DJ Kozo Papa Felician Tata Yabana Mère de Janet Tonton Sarah les vérités. Anaitwa Melody Mbasa Totoska hadi Ferite. Wimbo wetu Papa Fololo. Katishi sana. Kijana mdogo sana ambaye ni zao la ITV, of course, kwa wale ambao mnakumbuka enzi ya Toto Party. Toto Party na vitu vingine kama hivyo hapo. Juzi kati hapa kaanza kuimba muziki wa rumba, The Hurricane Band, na baadaye sijajua sasa yuko bendi gani, lakini so far bwana unajua anafanya muziki wa band. Melody Jale, moja kati ya watoto ambao wamelelewa ndani ya familia hii ya ITV. Unaelewa? Sawa sawa. Safi. Bwana MC Simon Mzungu. Azabi. Sikia Papa Fololo anapiga Azabi. Poa. Bwana sasa tunataka tujue aso zako za MC kwa sababu ndio shughuli kubwa ambayo unaifanya sasa hivi. Ndio, ni kweli. Unatambulika kama MC Simon Mzungu. Kweli kweli. Shughuli ya MC ilianzia wapi na chanzo cha kuanza ni nini? Labda tuanzie hapo. Au pengine ni moja kati ya ndoto zako ulikuwa unatimiza ama ndo mdondoko wa maisha? Maana maisha yatakuondoshia sehemu ambao ukutarajia kwenda. Kabisa. Ilikuwaje kwako kwenye MC? Okay. Of course mimi MC upo naweza kusema ndani ya damu yangu. Na ni kipaji changu of course na ni kitu ambacho ninakipenda kutoka moyoni. MC kama MC ulitokana na kuwa mimi dream yangu ilikuwa ni kuwa stand up comedian. Man. Na mimi role model wangu alikuwa ni Seki. Okay, Seki. Seki on David wa original comedy ndio alikuwa role model wangu. Sasa baada ya kule kwenye masuala ya movie kusema kwamba naachana na hizo issue za kuigiza kwenye vikundi na kuwa msanii wa kujitegemea. Moja kwa moja nilikuwa nataka kuingia katika kuigiza sauti. Nilikuwa naweza of course na nilikuwa nimeanza hiyo issue. Lakini baadaye nikaamua kupotezea. Sasa MC mpaka na kuwa MC. Siku moja nakumbuka dada yangu mmoja alikuwa ana graduation. Alikuwa amemaliza. Sasa hizi upo South Africa nadhani. Japo yeye ananiambia nipo Uporoto lakini upo South Africa. Sister alikuwa na graduation. Mtoto wa mama yetu mkubwa anaitwa Bahati. Sasa nilipokuwa nimeenda pale walikuwa wana MC. Ile nimeingia tu wakasema, "Da, bora umefika." Tulikuwa hatuna MC. Wewe ndio utakuwa MC wetu. Imekuja ni by surprise. Sasa na kiukweli waliponipa nafasi ile waliniandikia ratiba.
Yaani nilitiririka hadi wenyewe walishangaa. Kwa ina maana wewe kupanga kuwa yaani siku hiyo ulienda kama mwalikwa tu. Siku hiyo nimeenda tu kama mwalikwa tu. Nimeambiwa nyumbani bana kuna sherehe nini? Njoo nenda Banana hapo. Ukae. Mzee mzima nikaenda zangu. Kufika pale naambiwa bana utakuwa MC. Kwa hiyo katiririka. Of course kwa sababu ni kitu pia ambacho kipo ndani ya damu, sipata shida. Yeah. Nikaanza kuflow pale. Ni sanaa kwa sababu MC pia ni sanaa, of course. Sanaa pia. Yeah. Kwa hiyo nikaanza pale kufanya mambo. Yeah man. Kwa nilivyokuwa naendelea na sherehe wenyewe wakapenda wakasema kumbe sina hangaika bana, kumbe tuna MC hapa. Unaona? Ndio. Kumbe tuna MC. Basi baada ya kusema vile kwamba tuna MC, baada ya kumalizika sherehe, pongezi nyingi pale wamenipa, nikaingia sasa rasmi. Nakumbuka nilimfuata mzee wangu mmoja naye ni MC, rafiki yangu of course. Yeah. Anaitwa John Mambia. Ni MC mkongwe, mzoefu. Ndio. Nikamwambia bana mimi nataka kuwa MC kama wewe. Yeah. Akasema usipate shida basi, nikiwa na issue mimi nitakuita. Sawa. Kapita baada ya muda kweli akaniita kwenye harusi moja hivi. Yeah. Nilivyoenda pale nini, akafanya vipande vyake, akanipa na mimi sehemu ya champagne, nikafanya vizuri, akanirekebisha tu baadhi ya mapungufu. Yeah. Ambao ni kawaida. Usifanye hivi. Kesho asubuhi na sherehe ya upadrisho. Ndio. Kweli tukaenda pale. Akafanya baada ya muda kidogo nini akaondoka akaniachia. Alivyoniachia nikafanya vizuri pia. Yeah. Nikafanya vizuri kwa kweli. Wale mapadri nini bana umeendesha issue yetu vizuri sana, tunashukuru nini. Na kulikuwa na madogo fulani hivi ambao ni ma DJ. Wakasema bana tupe namba yako. Tukiwa na issue tutakuita. Nakumbuka kweli siku ilikuwa na graduation ya shule moja Mzinga huko. Wakanipigia simu. Tena hiyo siku mimi naenda kazini. Bana njoo kuna kazi. Nikasema hata ya kazini yenyewe kwa Wahindi siendi. Wakaenda kufanya hiyo kazi. Naenda kufanya hiyo graduation, wakanipa 50. Nikasema kumbe hii kitu kumbe inaweza kaniletea hela. 50 for me ilikuwa ni hela nyingi sana. Kipindi hicho kwangu. Of course hata kama yani wangenipa hata 5000 au fursa tu ya kuonekana for free. Yeah. Ningeenda. Na hicho ndio kitu ambacho inga na feligi. Na ningeenjoy vile. Unapotafuta kutoka lazima utafute kwanza fursa kuonekana. Fursa ya kuonekana. Na mimi nilikuwa najua kitu kimoja kwamba eti kwa sababu ninashiriki kanisani na waumini wananiona pale kanisani nimekuwa MC, basi itakuwa mteremko. Bana it was not easy. Haikuwa rahisi kama nilivyotarajia. Yeah. Watu ambao wanakujua, wanakufahamu, sio rahisi kukupa nafasi. Sawa. Huyu ni MC. Kila siku tunaimba naye hapa, leo anasema yeye pale na kitu changu. Nikasema no matter what. Sawa. Mimi ni MC. Nikapata harusi moja ya mwanakwaya mwenzetu alikuwa anaitwa Daudi na mwana dada mmoja anaitwa Rose. Nikafanya vizuri. Watu wakazidi kunijua. Nakumbuka kulikuwa na sherehe moja ya jumuiya, hii pia watu wajifunze. Kulikuwa na sherehe ya jumuiya. Yeah. Nilialikwa pale. Tuseme hadi usiku ameshaniambia, "Bana wewe kesho kuna sherehe utakuwa MC." Nimeshajiandaa nini, nimevaa suti yangu fresh nini, nimeenda pale. Lakini nilipoenda nikakuta wametafuta MC mwingine. Kiukweli niliumia mpaka nikaondoka. Okay? Nikaondoka eneo la tukio. Na kulikuwa na msiba wa babu yangu mmoja, nikasema nisiende kwenye msiba, niende nikawa MC kwenye jumuiya. Lakini nikakuta wamempa mtu mwingine. Unisikiaje hapo? Bwana niliumia siku ile. Nakumbuka nikaenda chumbani nikajifungia mzee. Nikaweka movie zenyewe ziangaliki. Wala zinachanganya. Hao watu wamenipa nafasi pale, afu ghafla juu kwa juu wamenichinjia. Sababu ilikuwa ni nini ya kumbadilisha MC faster? Ni yale tu ya kutokuamini mtu kwamba huyu watu kama wanakujua wanakuwa kuamini. Yeah. Na usivunjike moyo. Ulichukuliaje tukio hilo kwako? Ilikuwa ni somo. Ilikuwa ni moja ya silaha pia kwangu kubwa sana. Yeah. Kwamba hawa ambao hawaniamini one day watakuja ku appreciate what I did. Na kilichotokea haikupita muda mrefu sana kukawa pia na sherehe kama hiyo tena ya jumuiya. Yeah. Wakawa wamekosa mtu
wakanipa nafasi. Nilipofanya ile nafasi ya ushereheshaji pale, wako kumbe tuna MC nzuri. Nakumbuka hadi mchungaji mmoja, bahati mbaya ni marehemu, amefariki siku 2-3. Mchungaji wetu, na leo tunasafirisha leo kwenda Moshi, aitwa mchungaji Amini Sandewa. Kaniona pale akasema, Simon, kumbe unaweza hichi kitu, na kijana wangu anaoa, sherehe itakuwa Peacock Hotel, kwa nataka ukawe MC pale. Sawa. Itakuwa Peacock Hotel. Kweli mchungaji? Nikaenda nikafanya fantastic job, akanilipa hela. Nakumbuka kama laki na 20. Narudi pale pale, for me ilikuwa ni hela nyingi, kwa sababu mimi ni kitu tunacho ulikuwa unafanya tu unakipenda for fun. Sasa namshukuru Mungu, baada ya pale amekuwa akinikutanisha na watu wapya. Rafiki yangu mmoja anaitwa Baraka Mvala alikuwa na wakanipigia simu, Simon bana, naoa nini, nataka uwe MC, wewe si MC. Nikamtajia hela ndogo ambayo sikuwa naamini atanipa. Lakini huwezi amini, ilikuwa shilingi 300,000. Yule mmoja akashangaa. Kwa hiyo utanifanyia kwa hiyo 300,000? Sio 300,000, si 250,000. Simon, utanifanyia kwa hiyo hela? Nikamwambia mbona sio issue. Poa. Nikaenda bana. Nakumbuka kaniletea hiyo advance mke wake. Sawa. Mzee sikuamini mzee. Amenipa hii. Yaani wewe umetaja unaona kubwa, lakini kumbe kwake ndo ndogo, anashangaa. Kumbe yeye ndogo anashangaa. Sasa katika ile sherehe tena ya Baraka nikakutana na bro wangu mmoja marafiala wa Mbeya, Boaz, anaitwa Boaz. Mwakaluko, yeye maarufu sana kwa Wanyakyusa. Boaz naye akaanza kunipa fursa, huwezi amini. Wakawa wakipata sherehe, tuna MC. Nataja tena kiwango ambacho mimi naona ni kidogo. Mimi naona ni kikubwa. Kumbe kwao yani ndio kidogo sana. Unaona? Kwa hiyo nakutana na watu wapya kila siku. Siku moja rafiki yangu mmoja akaniunganisha kwa jamaa fulani wa benki moja hapa mjini, pia alikuwa na harusi rafiki. Nikaenda pale. Tukafanya kazi pale. Baada ya kufanya kazi, kuna jamaa mmoja akapenda, sababu na wewe utakuwa MC wa harusi yangu. Kila kazi ulikuwa ukifanya unapata kitu kingine. Najenga connection. Sawa. Na watu wengi ambao walikuwa wananipa kazi, sio watu ambao nafahamiana nao. Ni watu hata siwajui. Sio wanapenda tu kazi yako, wananania. Wanapenda tu kazi, wananiita. Kwa kwenye ile harusi ya huyo bro wetu, nimemsahau jina kidogo, mtu wa benki. Nikakutana na mshikaji mmoja anaitwa Joakim. Joakim huyo akaniambia, mimi nitakuwa na harusi yangu mwakani. Sijui mwezi wa ngapi huo. Nataka uwe MC wangu. Yaani anakupa ratiba mwaka sio mbele. Ya mwaka ujao. Joakim, poa mwanangu, nashukuru, chukua namba ni. Tukawa tuna chat nini, tunawasiliana, akawa tena rafiki sasa. Bana unasubiria harusi. Jamaa nakumbuka wakati naanza vikao kana, bro, wiki jana naanza vikao bana. Naanza kweli kweli, inaenda. Mungu mkubwa. Bana, nakutumia advance yako ya kazi. Nafikiri kwa ndio yangu kubwa kidogo kuliko hiyo siku. Ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa. Milioni moja. Ukajiona sasa nimepanda grade. Nikasema Mungu wangu. Na hiyo milioni moja naahidi vitu kibao, nitafanya hivi. Ukipata sasa. Hela haitoshi mzee. Hela haitoshi. Unaona? Ni kweli hela haitoshi. Sasa kilichotokea pale, na kwa ruhusa ya Joakim nikajenga tena connection. Hivi juzi last week kuna watu walikuwa wamenipigia simu. Bana, sisi tuna harusi yetu nini, tunataka UMC. Tutakulipa bei kiasi fulani. Tukawa tumekubaliana pale. Tukakubaliana mtanitumia advance kwa tutatuma fresh. Kumbuka siwajui, hawanijui. Na kweli nikaenda wakadirect kwa mtu mmoja, nikachukua ile advance. Nikaenda, jamaa akanipa, ni mhasibu wa halmashauri moja hapa mjini. Akanipa kweli ile advance. Sasa nikawa najiuliza, watu siwajui wala wanijui from nowhere tu wameniamini. Unaona? Siku ya siku akaniita kwenye kikao chao, nikaenda, ndio tukafahamiana kwa sababu kuna mtu mmoja hapa alikuona kwenye harusi ya Joakim. Kwa hiyo wakakupendekeza. Ndio maana tukakudaka faster. Sawa. Kweli. Kwa hiyo maana
yani kutoka kwako wewe ama connection zako wewe ilikuwa ni connection to connection, yani labda Twalibi anaoa, unakuja kwenye harusi ya unakuja kusherehesha kwa Twalibi, unakutana na bwana Speso, bwana mwanangu mimi kesho kutwa na mimi naoa. Ukienda kwa bwana Speso unakutana na bwana Niko Track na mwingine Niko Track, hivyo yani ndio zinavyokwenda. Kwa nini ulikuwa yani nini hasa? Yani una kitu gani? Kwa sababu kila anayekuja kutazama kwenye harusi ya mtu anapenda kuwa na wewe. Yaani kwamba wewe lazima afanye harusi yangu. Kuna kitu gani? Maana najua kila MC ana njonjo zake. Ni kweli. Mwingine anakuambia si nachombezaga hiki hivi. Mwingine si mimi wazazi na wanaingia hivi. Mwingine si hiki. Labda wewe nini kinachofanya mpaka watu wakiona unatamani na ukafanye kwao? Labda niseme kitu kimoja. Unajua watu wengi nilicho notice. Kwanza kuna kitu kimoja wazungu wanasema be yourself. Because everybody has taken. Kuwa wewe kwa sababu kila mmoja amechukuliwa. Kwa hiyo na mimi pia nikawa nimeamua kuwa mimi. Ambacho nimenotice wengi sana huwa wanadhani UMC ni uchekeshaji. Au UMC ni mbwembwe. Au UMC sio lazima uwe si yani uvae labda kiajabu au sio upendeze sana. Unaona? Lakini UMC kama ambavyo nimesema ni sanaa. Umeona? Sasa kwa mimi hapa huwa nikipata kazi ya watu kwanza nataka kuwajua wenyewe wanafanya kazi gani, ni watu wa aina gani, ushaona sambamba pia na utani wa makabila yao. Lazima nijue. Kiani nisivuke mipaka. Unajua MC mwingine kwa sababu eti anajua MC sio lazima uwe na utani, basi anataka sasa avuke yani anawachekesha watu mpaka anaanza kutoa kasoro za watu, kitu ambacho sicho kweli. Kwa hiyo watu sawa wakija wanaona huyu jamaa amemchekesha, baba amecheka, mama amefurahi, watoto, family yote. Na of course mimi kikubwa pia baada ya kufanya UMC kazi yangu huwa haishi pale. Tunazidi kuwa marafiki, tunazidi kuwa ndugu. Sawa. Hicho pia kimenisababisha pia. Of course kazi zangu sitaki kusema, sitaki kutoa kodi zangu, lakini unaogopa kuna nini? Wataiba. Lakini kawaida huwa tunaenda mbali yani. Ufanyaji wako wa kazi ukoje? Yaani kwa maana kwamba nikimchukua MC Simon Mzungu, muone bana, na kwenda kukutana na package ipi kwa mfano. Sisi tunaonaga labda MC anakuambia kinichukua mimi nakuja na sound yangu, nakuja na sijui mwingine ana mpaka maid wao kwake. Mwingine anakuambia sisi nitakuja na sound yangu, sijui DJ wangu, maid wangu, sikolokolo ziki zangu na vitu vingine kama hivyo. Kwako wewe kama wewe anakwenda MC Simon Mzungu au anakwenda MC Simon Mzungu na package yake nzima? Okay. Swala la package unapozungumzia ipo hivi. Kuna package mbalimbali ambazo mteja kama mteja yeye mwenyewe anachagua za bei tofauti. Ndio. Kwa hiyo mimi kama mimi kwa kiasi fulani nitakufanyia 1 2 3. Kwa hiyo kiasi fulani nitakufanyia 1 2 3. Au sio? Kwa kiasi fulani nitakufanyia 1 2 3. Kwa hiyo mteja mwenyewe anakuwa anachagua pale na ipi ana afford. Na mimi kama mimi huwa nina timu yangu ya watu ambao nakuwa nao katika kazi. Mimi nataka nijue. Ukimchukua MC Simon mkakubaliana kwamba ile package ya maana ambayo pengine unaweza utake hata kuitaja pengine ni masuala ya kiofisi. Ukatoa ile package ya mwisho kabisa au labda wewe package zako zikoje? Usitajie bei. Labda kuna package hii ni package ya kwanza, package ya pili inaongezeka hiki na hiki na hiki na hiki, package ya tatu inakuwa hivi. Ikoje kwa MC Simon? Na package ya kwanza ambayo tunaita kuna gold, kuna hayo mambo yenu mnapotuuaga kuna diamond, sasa kuna gold, kuna diamond, kuna silver, si kuna silver of course hivyo. Yani mbwembwe nyingi kama ni nini hizo, yani hizo gold hizo nini? Why mnazipa hizo grade? Tuseme let's say labda kwenye gold. Katika gold utapata MC na muziki. Ndio. Tutaweka pia sehemu ya red carpet ambapo maharusi watapita, watapigwa picha. Tunaita red carpet treatment zile. Red carpet treatment. Alafu sherehe yako tutairusha live kupitia Instagram pamoja na Facebook. Ambazo hizo account za kina nani? Hiyo MC Simon. Ya kwenu nyinyi wenyewe.
kwamba kuna ndugu zako labda wako Mbeya, wapo Shinyanga, wapo Tanga, wameshindwa kuhudhuria, wakiingia kwenye channel yangu mimi ya Facebook wanaona live sherehe matukio yanapoendelea, na tushafanya hivyo katika sherehe kama 3 hivi. Okay, bwana hiyo tamu sana. Hebu ngoja kwa mimi Zeleti, ngoja nakwambia harusi yangu ilikuwa ya kisasa. Unapoambiwa hivyo, yani pale tumekaa ukumbini, nakwambia tunajiona yani yani pale tukilishana keki watu ukumbini wanaona. Sasa hii ni advanced, yani sio ukumbini tu, mpaka nje nyumbani huko kwenye mpaka nje. Mzee umetishi sana, bonge moja la ubunifu. Wanaona watu. Ushaona Alafu pia kipekee mimi naweza kusema mimi na timu yangu ndio MC pekee Tanzania ambaye baada ya kufanya sherehe yako wewe inaruka katika magazeti mbalimbali. Ushaona unafanyaje? Naweza nikakupa hapa mfano. Kwa mfano, lete hilo gazeti hapa. Kuna harusi hapa bro wetu. Unamfahamu wewe of course. Gazeti la leo hili, unaona? Ile leo Najua wewe huyo kijana unamjua. Kingawani Katele. Kingawani Katele. Umeona? Last week ilikuwa na harusi. Kwa hiyo sasa hii kupata page nzima ile gazeti naruhusiwa kulita